Bad Bunny amefanya moja ya Super Bowl halftime show kubwa na iliyoleta mjadala mkubwa zaidi kuwahi kutokea duniani, na si kwa muziki tu, bali kisiasa, kisanaa na kijamii. Ni kwa mara ya kwanza kabisa katika historia ya the Super Bowl halftime show on show na mapumziko ya kati ulifanyika kwa lugha ya Kihispania pekee. Na hii ni zaidi ya hapo, kwa sababu ni Super Bowl ambayo imetazamwa na watu wengi kuliko zote zilizopita. Baada ya miaka ya maandamano dhidi ya ICE, wengine husema ICE, na sera za utawala wa Donald Trump, hali ilifika mahali ambapo upande wa pili wa siasa za Marekani waliandaa halftime show yao kama mbadala ya kizalendo ambayo iliongozwa na Kid Rock, na hii ilikuwa ni kama njia ya kumpinga Bad Bunny. Lakini kilichotokea uwanjani hakikuwa kama kile ambacho wengi walikitarajia. Bad Bunny hakupanda jukwani kupiga kelele za siasa waziwazi. Badala yake alijaza onyesho lake ujumbe mzito, lakini ulikuwa wa siri, ujumbe ambao wengi hawakutambua maana yake kwa mwanzoni au kwa wakati ule show inafanyika. So, ili kuelewa kwa nini onyesho hili lilikuwa la lazima sana na limekuwa na utata mkubwa, tunahitaji kwanza kumfahamu Bad Bunny ni nani. Bad Bunny ni msanii mkubwa sana duniani. Wengine humfananisha kama Drake wa Latin America, na wapo wanaosema tayari ni mkubwa kumzidi Drake. Anatokea Puerto Rico, na hapa ndipo siasa inapoingia. Puerto Rico ni eneo la Marekani, lipo chini ya usimamizi wa Marekani, ni US territory tangu mwaka 1898, lakini sio jimbo kamili la Marekani. Na hili ndio lilifanya tangazo la Bad Bunny kuwa headliner wa Super Bowl half show 2026 kuwa gumzo kwenye mitandao ya kijamii. Septemba 25 ilithibitishwa rasmi kwamba Bad Bunny ataperform kama headliner kwenye Super Bowl halftime show. Kibiashara, kimuziki na umaarufu wake vinafanya tangazo hilo kuwa la kawaida sana. Hata kama haimbi Kiingereza, muziki hauhitaji sana tafsiri ili kuelewa. Unaweza kuchukulia mfano Despacito, Gangnam Style, unaweza kujionea mwenyewe. Katika tangazo hilo, Bad Bunny alisema, hili si kwa ajili yangu peke yangu, ni kwa watakaokuja, ni kwa watu wangu, ni kwa utamaduni wangu na historia yetu. Maneno haya yalikuwa utambuzi wa kitakachokuja. Nikupe background kidogo kuhusiana na Bad Bunny kujihusisha na siasa. Bad Bunny huimba zaidi Kihispania na amekuwa mkosoaji mkubwa wa utawala wa Donald Trump. Katika ziara zake hakupanga show hata moja Marekani bara, na maanisha the United States of America. Sababu kubwa, alihofia mashabiki zake kulengwa na sera kubwa ya uhamiaji, au hapa na wazungumzia ICE au ICE. Baada ya tangazo la the Super Bowl, aliandika kwamba huenda akafanya show moja tu Marekani bara, yani the United States of America. Nikupe historia ya mapambano ya Bad Bunny na serikali ya Marekani. Mwaka 2017 Bad Bunny aliikosoa serikali ya Marekani kwa kushindwa kuisaidia Puerto Rico baada ya kukumbwa na kimbunga Maria. Aliwahi kuvaa shati iliyokuwa imeandikwa Eres tuitero o presidente, akiwa anamaanisha, je, wewe ni mtumiaji wa Twitter au ni rais? Nadhani unamfahamu Donald Trump. Mwaka 2019 aliingia barabarani na waandamanaji wengine wakimpinga gavana wao, wakidai kwamba wanataka ajiuzulu. Mambo haya yote yanazunguka ukoloni, mambo ambayo Bad Bunny huyazungumza mara kwa mara. Bad Bunny pia ni mtetezi wa LGBTQ. God damn this nigga. Mwaka 2020 alivaa sketi na shati lilokuwa limeandikwa They killed Alexa, not a man in a skirt. Hapa alikuwa akimwenzi mwanamke wa transgender kutoka Puerto Rico ambaye aliuawa nchini Marekani. So matukio haya yote ya Bad Bunny yaliongeza hasira kubwa kwa makundi ya kisiasa ya kihafidhina
ya Marekani. Nimelitaja neno ICE mara kadhaa, na kama linakupa utata, ngoja nikuelezee kidogo. Moja ya mada kubwa zaidi ilikuwa ni ICE. ICE ni kitengo cha idara ya uhamiaji nchini Marekani chini ya Homeland Security. Kwa miaka ya hivi karibuni kimekosolewa vikali kwa fujo zake au ukali wake ambazo wanazileta kwa raia wa kigeni. Wakati wa utawala wa Trump, ICE walikuwa wakimlenga mtu yoyote ambaye hana nyaraka za kuishi Marekani. Mwishoni mwa mwaka 2025 na mwanzoni mwa mwaka huu 2026, matukio ya ICE dhidi ya wahamiaji yalikuwa mengi, jambo lililopelekea kuwa na maandamano ya kitaifa kupinga ICE. Hivyo basi, Bad Bunny kama mkosoaji mkubwa wa idara hii ya ICE alikuwa katikati ya moto mkali wa kisiasa. Nizungumzie sasa the Super Bowl halftime show. Kama bado hujasubscribe YouTube channel yangu, na kuomba subscribe please, kwa sababu ukisubscribe utasaidia channel yetu kuwafikia watu wengi zaidi. Kwenye the Super Bowl, badala ya Bad Bunny kuandaa performance maybe ya kuhamasisha maandamano au vurugu, yeye aliamua kucelebrate utamaduni wa Puerto Rico au kule anapotoka. Jukwaa lilifanana na mashamba ya miwa ya Puerto Rico, yakikumbusha historia ya unyonyaji wa rasilimali. Bad Bunny alisema unasikiliza muziki kutoka Puerto Rico, barrios na projects. Aliwaalika watu wa utamaduni wa Latin America, wajasiriamali wadogo wadogo ambao ndo alikuwa akiwaportray, wana michezo wa boxing, na hata harusi ilifanyika live kwenye the Super Bowl halftime show. Lakini pia aliingia na bendera ya Puerto Rico, ishara ya uhuru wa kujitawala, na kwa mara ya kwanza na ya mwisho aliongea Kiingereza, God bless America. Kisha akaonyesha bendera 20 za mataifa yote ya Amerika na kutoa ujumbe Together we are America. Baada ya the Super Bowl halftime show kuisha, Donald Trump alitoa maoni yake juu ya show hiyo, akiita kwamba ni show ya hovyo kuwahi kutokea nchini Marekani. Wakati huo USA walikuwa wameandaa show mbadala iliyokuwa ikiongozwa na Kid Rock. Lakini ukweli ni huu, NFL ilitanua soko lake kimataifa na Bad Bunny alikuwa ni sehemu ya mkakati huo. So, Bad Bunny alifanya onyesho lenye utata mkubwa, maana kubwa na impact kubwa. Wengi hawakuona ujumbe wake kwa mara ya kwanza, lakini historia ya show aliyoifanya kwenye the Super Bowl itakumbukwa milele. So, kama ulikuwa unaibeza, na kuomba tu utambue kwamba kwenye show zote za the Super Bowl ambazo zishawahi kufanyika, hii ndio show ambayo imetazamwa na watu wengi, zaidi ya watu milioni 135. Imemzidi mpaka Kendrick Lamar na show yake ambayo ndio ilikuwa ikiongoza, ilikuwa na watazamaji zaidi ya milioni 133. Imemzidi Rihanna, Asha Raymond, Michael Jackson na wengineo wengi ambao unawafahamu. Hii ni Kwa Undani. Mimi naitwa Credo. Ni follow pia kwenye social mitandao yangu ya kijamii kama Credo the King NBA.